Sababu Bani Israili kwenda Misri ni nini? Njaa. Kilichowapeleka Misri ni njaa. Kama unakumbuka, hiki ni kizazi cha kina Yusuf, Bani Israili. Yusuf na kaka zake, baba yao alikuwa anaitwa nani? Yakubu. Kama kumbukumbu unayo vizuri, ada ya Yusuf kuwa ni mweka hazina. Baba yake Yusuf na ndugu zake wote walikuja Misri. Walihama kutoka Palestine kwenye njaa. Na walikuja kwa njia gani? Walikuja mwaka wa njaa. Falamma hadatha almajaa, pindi ilivyotokea njaa, wakawa wanakuja kuchukua chakula huku. Tumeshasoma kisa kwenye surati Yusuf, maskini ya Mungu. Kwa rudi surati Yusuf. Umeona eh? Kwa hiyo wale watu ndio wakatoka kule wakaenda kule kumfata Yusuf, wakati kule Yusuf ni mgeni tu ambaye kaalikwa na akapewa hazina wa fedha ambao waziri wa mali, na aliomba mwenyewe, mimi nipeni nafasi hii ya uweka hazina, sababu ndo nafasi ninayoiweza. Akapewa uweka hazina kwa sababu baada ile ndoto aliyoota, alimfunga na ndoto aliyoota. Kwa hiyo walipokuwa wanakuja kuchukua chakula, Yusuf akawajua ndugu zake. Walichokifanya, Yusuf akasema tuwategee hawa, tuchukue bangili ya mke wa mfalme tuiweke kwenye mizigo yao. Sawa? Ikaweka au suwa maana yake ni glass au kitu chochote cha thamani ambacho ima kinanywa maji au kinavaliwa mkononi. Kwa hiyo inaweza kuwa glasi au zile kembe pana kidogo. Tumweke kwenye mzigo wake. Kama mzigo wa nani? Wa Benjamini. Kwa sababu Yusuf kwa mama yao walizaliwa hao wawili. Alizaliwa Yusuf na Benjamini. Hao wangapi? Wawili. Wengine 10 walizaliwa kwa baba kwa mama kwa mama wengine, sio mwingine, wengine sio mmoja. Hawa watu walikuwa ni wake wenza. Kisa chake ni kirefu kidogo, sianze mbali. Hawa ni wake wenza, lakini ya wake wenza baba yao wanawake hawa baba mmoja mama mmoja alafu mume wao mmoja. Neno vizuri eh? Mama yake Yusuf na yule mama mwingine, yani mzee Yakubu alikuwa na wake hao wawili. Wale wake wawili ni baba mmoja mama mmoja. Kiswahili cha leo anasema baba wa mama. Wakaolewa na mtu huyo mmoja. Yakubu alienda kwa mjomba wake. Mjomba wake akamwambia nikozesha mwanangu lakini ufanye kazi. Alipofanya kazi ilipomalizika, ndoa zao zilikuwa za sampuli hii. Usiku unafungiwa chumbani na mwanamke unalala naye. Ukimwingilia usiku ule, asubuhi ndio kisha kwa mkeo. Ukishindwa kumwingilia ndio umeshindwa kuoa. Toka. Sio sema mimi nimepata mke leo mimi naumwa. Kwa hiyo ilikuwa hiyo ndio nini? Ndio ndoa zao. Kwa hiyo bwana yule mkubwa akafungiwa na mwanamke usiku. Lakini yule mzee Yakubu alichagua mdogo. Ndio alimuona mrembo. Kanuni zao wale wazee, hawezi kuolewa mdogo, mkubwa hajaolewa. Kwa hiyo akambambikia yule mkubwa, akabambikiwa. Yaani masuala ya kubambikiana hajaanza leo ujue. Mpaka mitume amebambikiwa ujue. Akabambikiwa. Kubambikiwa kuamka asubuhi, wakitoka nje akimwangalia mwanamke anamwambia mjomba mnifanyaje bwana? Mbona mimi sikumtaka nilimtaka? Akamwambia ukimtaka wewe fanya tena kazi nyingine, sio kazi ile. Yaani mahali ile moja wale wake wawili, unawafanya. Mpaka mwingine.
Kwa hiyo akakubali, akafanya kazi, ndio akamuoa mama yake Yusuf. Yule dada mtu akamchukia mdogo wake. Hivyo chuki za ndugu zake Yusuf wa baba mmoja mama tofauti, si chuki imeanza hapa. Ile ni chuki ya makala. Bahati mbaya huyu mama yake Yusuf alikuwa hazai, kakaa muda mrefu sana. Yule mwingine anazaa anafyatua, akizaa mtoto hai mwingine anakufa, anazaliwa mwingine, yeye anafyatua. Huyu mama alivyoona vile, wakati wameolewa kule, yule mzee kila mmoja akampa mtumwa akamtumikia katika watoto wake, ambao leo sisi wakwe zetu wakioa kwetu ndio aondoki na chochote, wala wanawapa chochote. Kwa hiyo baada ya kuwatumikia, yule alivyoona hazai, akaamua atoe mtumwa wake. Yule mama yake Yusuf, basi chukua hata mtumwa wangu. Lakini mapenzi ya mzee, anampenda huyo mama yake Yusuf. Kule anapenda kwa sababu ndo kizazi kinapatikana, lile shamba. Na alikuwa anaomba dua kila siku huku kuzaliwa mtoto. Alipopewa mtumwa, yule mama mwingine akasema usinichanganye, mimi mtumwa nilipewa vile vile na baba. Naye akatoa mtumwa wake. Bahati nzuri mtumwa yule mama anezaa na mtumwa wake akawa anazaa. Lakini mtumwa wa mama Yusuf naye akawa hazai. Mwishoni ndio mama yule anamzaa Yusuf, mtoto mmoja. Yule mzee akawa anampenda sana Yusuf kupindukia. Madhara ya kupenda mtoto mmoja kudhihirisha. Watoto wakasema baba yetu anampenda sana Yusuf, tufanyeje? Tumweke mbali. Ndio Yusuf akatupwa. Lakini kabla ya hapo nyuma, Yusuf aliota ndoto ile. Zile nyota 12 ndio washamsu wal qamar raaituhum li sajidi. Kwa hiyo alivyokotwa Misri, alivyokaa akataka kubakwa na nini, akachagua jela, akafungwa. Ikaenda taarifa kwamba yeye anaweza kutafsiri ndoto, akatafsiri ndoto ya mfalme aliyoota kwamba ya ukame, akapewa uweka hazina. Kwa hiyo njaa ilivyokuja kweli, baada ya miaka 7 njaa ilivyoingia, ndio watu wa Palestina wakawa wanakuja Misri. Wale wengine walikuwa ni Waurdu wengine tu, pamoja na bwana ni Muurdu kwa sababu alitoka Iraq. Mzee Ibrahim ambaye baba yake nani? Ndio Yakub, babu yake Yakub, kwa sababu mzee Ibrahim mwanawe ni Isiaka. Kwa kilichotokea sasa, ndio akawaambia nileteeni watu wa kwenu kule wote, na katiza hicho kisa. Ndio akaletwa nani? Mama yake Yusuf. Wale mama wengine walikuwa washakufa tayari, alibaki hai mama yake Yusuf na baba yake Yusuf, wale watumwa washakufa. Kwa hiyo wakahamia pale watu 12, baba yake na watu 14, baba yake watu 13, baba yake na mama yake na ndugu zake 11. Kwa jumla hawa wakaishi pale. Yakub maana yake ni Abdullah. Israel maana yake ni Abdullah. Maana yake kwa leo tunaita Abdalla kama wewe. Hivyo wewe kuitwa Yakubu, akikuita Yakubu watu hawajakosea. Kilugha nyingine ndio Yakubu, Kiarabu ndio Abdullah. Umeelewa vizuri? Ndio sababu ya Bani Israeli kufika wapi? Misri. Lakini kwao ni wapi? Kanaani, Palestine. Baada ya kukaa kwa muda mrefu zaidi ya miaka 600, sio mpaka ndio miaka 6000, zaidi ya miaka 600 iliyopita ndo anazaliwa Musa, kizazi ambacho kilihamia watu 11 kwa 12, lakini wengine walikuwa wa kike. Kizazi kile ndio kikazaa wale watu 600,000 mpaka sio kuna 600,000 baada ya kufa, wengine akilibaki shule watu 600,000 ambao ndo Musa ndo nani Musa akawa anaondoka nao. Na nifahamu vizuri. Kwa hiyo waliokuja pale Misri ndio hao, ndio Bani Israeli. Sawa, mimi nitakufahamu historia moja, kwa sababu Waisraeli katika historia tunaonekana kwamba walihama kutoka katika maeneo yale. Wengine walikuwa na Misri,
wengine walikuja Jerusalem huku, na wengine baadaye Mwenyezi Mungu akawapa adhabu ya kuwatawanya dunia nzima. Sasa unachokisahau wewe, wakati Musa anaondoka nao wale watu, ndio unapopasahau. Wakati anaondoka nao kuama nao, unajua pale Misri Israeli iko pande gani? Upande wa Sinai. Sinai. Inazunguka mpaka wapi? Wenyewe wanaita nani, Mzimuni. Ile inazunguka inakuja huko mpaka Bur Said. So ukivuka Bur Said hapa tayari utaingia Israeli. Shanipata vizuri? Wakati wanaondoka walivyotakiwa kuingia, ukisoma vizuri Qur'an, walitakiwa waingie pale Palestina, warudi kwao Palestina, wakagoma. Baadhi yao wakakubali kuingia Palestina, wengine wakarudi Misri, wengine wakafa, wengine wakatawanyika. Uhusiano wa Palestina, uhusiano wa Israeli na Palestina wana uhusiano gani? Uhusiano wao mwenyeji na mgeni. Yaani Mwarabu Mpalestina pale ni mgeni, Bani Israeli pale ni mwenyeji, sababu ule mji sio wa Waarabu. Shamu haikuishiwa na Waarabu, Syria yote sio nchi ya Waarabu. Kiasili Shamu haikuishiwa na nani? Na Waarabu. Bali Waarabu walikuwa wanatoka kwao kwenda kununua bidhaa wapi? Shamu, lakini sio kwao. Kwa hiyo Waarabu walihamia hapo. Kwa hiyo Palestina, wale wa Palestina Waarabu pale ni wahamiaji wabobezi ambao hawana kwao kwa kuwapeleka. Ukitaka kurudisha kwao wale mtihani. Kama leo mtafute Makonde hapa mrudishe Msumbiji, atakaa wapi? Kiusahihi na kihistoria ni kusema ile wale tunaoita Mayahudi leo ndio Bani Israeli wale. Pale kwa ukweli. Kwa hiyo pale Palestina ambako ndio Kanaani kule, pamoja na Sham ambayo ndio Syria. Ndio Sham wenyewe mpaka ile Palestina yote ndio nchi zimegawanyika, kuna nchi 5 zilizotoka. Kwa hiyo pale ndio kwao wa Israeli. Ni kwao. Kwa hiyo wakisema pale ni kwao, wanachukua ardhi yao, maana yake wako sahihi. Wako sahihi. Ila ile ardhi walinyang'anywa kwa sababu ya uasi wao. Kwa hiyo ni ardhi ambao walinyang'anywa kwa sababu ya uasi wao. Sasa wanang'ang'ana, wanataka kurudi kwao, walipata nguvu, wanataka kurudi kwao. Na hata ile Baitul Maqdis amejenga Suleiman. Suleiman hakuwa Mwarabu. Kwa hiyo kisema Baitul Maqdis ya kwao ni ya kwao. Yaani sawa sawa, kulikuwa na mzee mmoja akajenga msikiti kama huu. Alafu watoto wake wakawa Wakristo. Wakasema msikiti wetu ni kweli wa kwao kwa sababu kiwanja cha babao. Lakini kwa sababu inaabudiwa dini ya Kristo, nyinyi mtaanza kuwagomea sasa. Haiwezekani, hii sio Waislamu. Lakini kiwanja cha baba yao kweli. Kwa hukumu za leo wakaenda mahakamani, mtaambiwa amesheni msikiti wenu. Kwa Mtoro ilitokea, uongo kweli? Ufumbuzi wa Palestina. Ufumbuzi pale hakuna. Ufumbuzi hakuna kwa sababu Mpalestina Waarabu wenzake hawataki. Kwa sababu wao wa Misri ndio wamejaza Waarabu wao, Wakipti wamejazana Palestina. Na ndio maana yule Marekani ana historia. Akasema Mpalestina nani Misri achukue watu wa Gaza. Alivyosema vile Marekani, kwa sababu dini nyingine inaonekana akasema ni la kishenzi. Lakini wale ndio asili yao, wakati wanarudishwa wengine wale kwa sababu kuna baadhi ya Waarabu wengine waliona bora wafuatane na Musa. Wakafuatana naye. Wa Misri hao. Egypt hao. Wakaenda kuishi pale. Ndio maana Mukaikis alikuwa anatawala Misri mpaka wapi? Sham. Mpaka Palestina. Mukaikis ni Mkipti. Umeelewa jambo? Hata Ramses nafikiri alikuwa kitawala. Hata Ramses. Ndio maana sema kurudi historia ya zamani, maana yake Sudani, Palestina, zote ni nchi moja, Israeli zote ni nchi hiyo. Yote ilikuwa Misri kiasili. Japokuwa waliacha ile Sham kwa juu. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo wale sisi tutakaa upande mmoja kwa sababu ya Uislamu tu. Lakini ukisema kwa sababu ya ardhi ya kwao.
Huo ndio ukweli maelezo. Wamisri wale baada ya kuondoka Firauni walibakia Israeli. Walibakia Misri. Wale wa Israeli baada ya kuangamizwa Firauna walibakia Misri au wengine walibaki mpaka wengine vizazi vyao mpaka leo vipo pale. Wengine wako Sudan washabadilika kuwa weusi. Wameselelea mpaka Tanzania huko hapo. Ndio maana ukivana na kizazi hicho unakutana na mtihani wa ubishi, ugomvi, ukorofi, shida, taabu. Ndio wakatawanyika wengine baada ya muda mrefu, wakatawanyika wengine Madina huko, kama wakuta Madina huko pia, wengine wapi wakatawanyika kina Bani Quraiza, Bani Nadhir, kina Bani Nadhir hao wakatawanyika ovyo ovyo maeneo yote pale huko na Madina wapi, wale kila sehemu yenye neema walienda, kwa sababu na watu walikuwa kama leo tunapochukua sukuma, kwa sababu Bani Israeli kifika wao ni mabingwa, watalima, watafanya kazi. Yani jua Bani Israeli ndio msukuma unajua, yani ukimleta sehemu msukuma pale hakuna njaa. Kwa hiyo wale watu walikuwa kama wanaogombea kuwabeba, kwa sababu wakifika wale njaa hamna. Kama unavyoona wanavyoibeba Wasukuma. Sehemu akifika Mang'ati hapo kuna ngumi. Akifika Msukuma hapo kuna shibe. Sasa wamezunguka leo wanataka kurudi kwao. Kama unavyoona wale wa Jordan. Wa Jordan ni Bani Hashim. Kama dunia inaendelea mbele iko muda ile Maka itawaka. Nchi yao. Ndio nchi yao. Wanaishi pale Maka wote sio nchi yao. Wale Bani Hashim wote wako hapa wako Jordan. Sasa wale siku wakiamua sasa leo tunataka nchi ndio itaanza vile nyinyi mnaenda kwenda kuiba. Yaani kama unavyoona Jordan, kama unaona wale nani wale. Unavyoona Jordan na Saudia. Sio umetoka mwaka 1900 na ngapi na 22 si na ngapi si juzi tu hapo. Juzi tu wametolewa. Sio zamani. Kachukua wale Saudi. Sio kisema turudi kwetu mtiti utaanza pia hawana sehemu ya kukaa watangangana. Ni ngumu sana maisha. Kwa hiyo ukisoma historia kuna vitu vingi unaweza kuvionaona. Wallahu alim tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.